niwaambie wananchi wa kata Ilemi, changamoto zote za barabara zitatatuliwa kwa sababu halmashauri ya jiji la Mbeya tulifanikiwa kumiliki greda hili. Kwa hiyo tutaendelea kupambana na changamoto za barabara pale ambapo zinajitokeza. Lakini pia niendelee kumuomba Mheshimiwa Mstahiki Meya kwamba kata Ilemi ni kata kubwa, ina barabara nyingi na zina changamoto nyingi. Kwa hiyo tunaomba pale greda inapokuwa na nafasi kata Ilemi tuendelee kulipata. Na ndio maana wanasema watu kushukuru ni kuomba tena. Tunashukuru sana Mheshimiwa Mstahiki Meya. Wananchi wa kata Ilemi wameshukuru sana, kwanza kwa barabara ya kituo cha afya tumeisembua vizuri na inapitika sasa hivi, inaenda vizuri. Lakini kuna barabara nyingine nyingi ambazo tunaendelea nazo. Kwa mfano barabara ya Machinjioni kwenda viwanja vya Kisangani tumeirekebisha kupitia greda hili la halmashauri, tunashukuru sana. Lakini hapa tulipo tuko kwenye barabara ya Dondoli. Hii ni barabara ndefu kidogo, tunaendelea kupambana nayo kupitia operator wa jiji hapa tuko naye, tunaendelea kupambana kuhakikisha inapitika kwa wakati wote. Moja ya mtaa ambao umekuwa mnufaika na hii mashine kupitia ahadi ya Mheshimiwa mbunge pamoja na diwani wa kata Ilemi ni kuja leo kutusafishia hii barabara yetu ya Dondoli. Wananchi wakituhitaji tutakuja. Ofisi ya mhandisi saizi imefungua milango, iko wazi kwa yoyote mwenye changamoto ya barabara, na kama unavyoona saizi mashule, zahanati, barabara tunazihudumia kwa kasi kubwa. Kwa niaba ya mhandisi wa jiji tunasema wananchi tutawafikia. Ilemi ina changamoto kubwa sana katika swala la barabara. Swala la barabara katika kata Ilemi tutaifanyia kazi na tutaitupia macho karibia yote katika ofisi ya mhandisi, kwa sababu ina changamoto kubwa na barabara zake zote zilikuwa zipitiki na ni ndefu. Kwa hiyo ofisi ya mhandisi itatoa msaada kwa hali na mali kuhakikisha kata Ilemi inapitika kijiji mpaka kijiji, barabara zinaunganika vizuri bila shida. Tunashukuru viongozi, tunamshukuru mbunge, diwani kwa maendeleo waliotuletea barabara yetu hii. Miaka 5 nyuma ilikuwa haipitiki kabisa, lakini kwa sasa hivi tunashukuru kwa maendeleo haya. Wajawazito tulikuwa tunapata shida, tunajifungulia njiani. Usafiri tunapata shida kutumia usafiri. Ila kwa maendeleo haya yanayoendelea tunawashukuru sana. Kwa na changamoto ya barabara, kuhusu hata bajaji zilikuwa nasumbua barabara kwa mbovu, mawe tu, yani hata pikipiki huku shida, gharama inakuwa juu. Kwa saizi tunaona afadhali kwa barabara sasa zimetengenezwa, tunaona changamoto itapungua, kwa sababu hata biashara zetu kaenda huko kujumua tunashindwa hata kupanda hata bajaji hata pikipiki, tunaona bei gharama. Kwanza kabla yote tunapenda kuwashukuru mbunge, diwani na mwenyekiti na viongozi wengine kwa kutukumbuka kututengenezea barabara hii. Changamoto yetu ilikuwa kwenye usafiri. Unavotoka huko mjini kupandisha huku juu, usafiri ulikuwa hamna. Wamama wajawazito walikuwa wanajifungulia hadi njiani kosa usafiri.